Hello wadau wetu wa KingoFarm, karibuni sana kwenye channel yetu. Sasa kama mnavyojua, kwa wale ambao mnatufuatilia kwa muda mrefu, tumekuwa tukifanya sana tafiti za kuku wa kienyeji. Na tunafanya hivi ili kuhakikisha kila mtu anaweza kufuga kibiashara. Hata yule mfugaji mdogo ambaye ana kuku wake wachache wa kienyeji anaweza kuingiza kipato. Hata kama hakitakuwa kipato kikubwa, ila awe ana uwezo wa kuingiza kipato kwa kutumia wale kuku wake ambao wanao. Na atakapoanza kidogo, tunaamini baada ya muda ataweza kufanya biashara kubwa kabisa kwa kutumia hao kuku wachache wa kienyeji alionao. Sasa leo hii nitakutajia biashara 3 ambazo mfugaji wa kuku wa kienyeji anaweza akazifanya kwa mtaji mdogo kabisa. Yaani unaweza ukaanza na kuku hao ambao unao. Nadhani wengi sana huwa tuna kuku wa kienyeji nyumbani. Unaweza ukawa nao, ukawa unawaangalia tu, unafuga kimazoea, haudhani au haufikirii kama ile ni biashara. Sasa leo mimi nitakufungua kidogo, halafu wewe utaangalia unaweza ukafanya au hauwezi, lakini unadhani kila mtu anaweza kufanya, ni uthubutu tu. Biashara ya kwanza ya mfugaji wa kuku wa kienyeji ambayo anaweza akaifanya ni kuuza mayai. Kuuza mayai ya kienyeji, unaweza ukaona kama ni kitu ambacho hakiwezekani, lakini hiki kitu kinawezekana kwa mtu ambaye ana kuku wala kuanzia 10 tu. Yaani ukiwa na matetea yako kuanzia 10 tu, unaweza ukawa unauza mayai ya kienyeji na unaingiza kipato. Yaani ukawa unaingiza kipato tena kwa mwezi, ukawa unaingiza kipato labda hata cha 60,000, 70,000 kwa kutumia tu wale kuku, ukiwa umeshawalisha, umewahudumia kila kitu. Lakini wewe kwa mwezi mmoja unaweza ukawa unaingiza kipato kama hicho. Kwanza mayai ya kuku wa kienyeji thamani yake ni kubwa sana. Bei yake iko juu kidogo. Ukiangalia haya mayai mengine bei zake ni 9,000, 10,000, 11,000. Lakini mayai ya kuku wa kienyeji yanaanzia 15,000 na kuendelea. Na jinsi ya kuweza kupata haya mayai ya kuku wa kienyeji kwa kuku 10 tu ili uweze kufanya biashara, kitu cha kwanza watengenezee mazingira mazuri. Mazingira mazuri sio kwamba ujenge mabanda ya gharama, hapana. Banda lao hilo ambalo wapo wale kuku, hakikisha linakuwa safi, unalisafisha vizuri, unaweka madirisha makubwa ambayo hewa itakuwa inaingia na kutoka. Chini pale wamwagie matandazo, wawekee na miti ya kupanda, wawekee na viota vya kutagia mayai mle ndani. Kwa liwe banda fulani ambalo wewe mwenyewe tu liboreshe. Alafu wawekee na vyombo vizuri vya maji ya kunywa, wawekee na vyombo, tengeneza vyombo vizuri. Unaweza ukatengeneza hata vya maji ya kunywa, hata vya chakula, watengenezee vizuri ili wawe wanakula wasipate stress. Hiki ni kitu cha kwanza kwa upande wa banda lao. Hiyo wala haihitaji gharama. Sehemu ya pili ndio panahitaji uwekezaji kidogo kwenye chakula. Booster kwa kuku wa kienyeji, tumia tu hizi booster za asili. Wasagie majani ya mpapai, siku nyingine karoti, siku nyingine kitunguu saumu, siku nyingine labda matoto ya ndizi. Uwe na ratiba yako nzuri ya kuwaboost kila siku kwa kutumia hizi booster za asili. Haitakumalizia hela, haitakupunguzia, yani haitakupunguzia chochote, lakini kuku wako watakuwa wananawiri vizuri na wanaongeza utagaji. Kuna mimea ambayo huwa inaongeza uzalishaji wa mayai kwa kuku au inachochea utagaji wa mayai kwa kuku. Ni mimea mingi sana, nadhani maeneo mengi yanapatikana kama vijijini humo, nadhani mengi sana yanapatikana. Kuna majani ya maboga, kuna majani ya gimbi, matoto ya ndizi, kuna beetroot na kadhalika. Zipo nyingi sana. Kwa wale ambao mna kile kitabu chetu kile kilichoandikwa mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili, mle kuna ratiba. Yaani kama wewe unaona hii itakuchanganya, nunua kile kitabu. Kinauzwa 10,000 tu, lakini mle kuna ratiba. Utajua kabisa. Kwa mfano katika wiki hii ya Jumatatu, leo nianze kuku wangu niwasagie mmea huu na huu, kesho niwasagie huu, kesho kutwa huu. Ile ratiba nzima ya kuanzia mwanzo mpaka mwisho ina maana kwa kuku. Yaani pale unakuwa unamuongezea vitamin na madini ambayo vinachochea utagaji wa mayai. Kwa mfano mimea mingi ambayo tumeiandika mle ina vitamini A, ina vitamini B, vitamini C, vitamini D, madini mbalimbali ambayo yanasupport utagaji wa mayai. Na ndio maana kwenye kile kitabu unakuta imepangiliwa vizuri kabisa kwa ratiba maalum ambayo ukiifuata ile ratiba lazima uone matokeo ndani ya siku 7 kwa kuku wako. Sambamba na hilo, pata na hiki kitabu cha safari ya ufugaji au cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Kwenye hivi vitabu vyote viwili kuna ile kanuni ya kuwapa kuku wanaotaga. Watengenezee kuku wako au wa kienyeji chakula bora. Hayo matetea yako 10 yatengenezee chakula ambacho kipo kwenye hivyo vitabu, kati ya hiki safari ya ufugaji au ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Vyote hivi vina formula. Nenda sehemu ile formula ya kuku kutaga, watengenezee. Ile formula bwana ndugu yangu ina maajabu makubwa sana kwa kuku wanaotaga, hata kwa kuku wa kienyeji. Watu wengi wao waamini kama kuku wa kienyeji wana uwezo wa kutaga mayai mpaka 30. Jamani, hili jambo linawezekana. Nenda kafanye.
Yani usiishie tu kubishia mtandaoni, haiwezekani. Nenda kafanye. Unapokuja hapa uje ukiwa tayari umeshafanya. Watengenezee formula ya chakula. Hivi kama hii formula ya chakula cha kwenye kitabu cha Safari ya Ufugaji, huwa tunaitumia kwa layers na kwa chotara ili watage. Lakini formula hii ukiitoa ukawapelekea kuku wa kienyeji, huwa wanataga sana. Yani huwa wanataga sana. Anataga kuku yani mpaka unaogopa. Kwa hiyo hii inamsaidia yule mtu ambaye anafanya biashara ya mayai ili aweze kufanya biashara yake vizuri, awe anakusanya mayai mengi, anaenda kuyauza. Kuku mmoja atakutagia mayai 20, 30 mpaka 35. Wewe muhudumie vizuri, mtengenezee chakula kizuri, mpe hizi booster za asili kila siku kwa ratiba. Utaweza kufanya hii biashara ya mayai vizuri kabisa. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya mtu ambaye anafuga kuku wa kienyeji. Na mayai ya kienyeji yana thamani kwa sababu ya vile ambavyo tunayaona kama ni mayai bora kuliko mengine, lakini pia sababu ya pili huwa yananunuliwa ili watu waende wakayatotoleshe. Ndio maana bei zake zinaanzia 15,000 na kuendelea. Na kuku ukimtengenezea chakula hiki, atataga mfululizo siku 20, 30 au mpaka 35. Halafu baada ya hapo ataanza kuatamia. Wewe utamzuia asiatamie lile eneo. Ukishamzuia huwa anapumzika wiki 2 tu, anaanza kutaga tena. Atataga mayai mengi tena, utamfanyia hivi, utampumzisha. Kwa hiyo muhimu ni kumpa chakula ambacho umekitengeneza vizuri na booster za asili ambazo unampa kwa ratiba kila siku ili wewe unafanya biashara hii ya mayai. Kwa hiyo utaona hata wewe uliopo nyumbani unaweza ukafanya hii biashara hata kwa kuku wachache ulionao hapo nyumbani. Na biashara ya pili ambayo mfugaji wa kuku wa kienyeji, hata mwenye kuku wa kienyeji wachache anaweza kuifanya, ni muendelezo wa hapa sasa. Unaweza ukaimprove kidogo, ukawa na mashine ya kutotoleshia mayai, incubator. Yale mayai ambayo kuku wako watakuwa wanayataga, utakuwa unayakusanya kwa wiki 2, siku 14. Siku 14 kama hata ulikuwa unatetea 10, utakuwa umepata mayai mengi sana. Yakusanye yale mayai yote, yaweke kwenye incubator, yatotoleshe. Uwe unawafuga wewe mwenyewe wale vifaranga. Biashara ya tatu inapokuja, unaweza kuwa unawauza wale vifaranga. Kwa hiyo nadhani utakuwa umeona kuwa mtu yoyote anaweza kaifanya. Unaweza ukaishia kuuza mayai, baadaye labda uka-advance ukanunua mashine. Vifaranga wa kienyeji ni gharama. Ukawa unawauza vifaranga wa kienyeji na wanatafutwa sana. Watu wengi sana wanatafuta vifaranga wa kienyeji pure. Kwa hiyo wewe ukiwa hivi utaweza kufanya biashara yako vizuri kabisa. Biashara ya tatu, unaweza ukawa unawafuga wewe mwenyewe, akishafikia umri fulani, miezi 2, 3, unawauza. Kwa hiyo hata kama upo nyumbani una kuku wako wachache wa kienyeji, usiishie kuangalia. Nenda kajaribu, nenda kafanye. Wahudumie vizuri, watage, uza mayai, uza vifaranga au fuga vifaranga na utaweza kupata kipato kizuri kabisa. Muhimu zingatia kanuni nzuri za ufugaji wa kuku wa kienyeji. Mfuge kuku wa kienyeji kwa njia za kisasa. Yani mpe huduma ambazo zimeadvance, usiishie tu kumtupa au kumpa kwa mazoea labda pumba na mashudu umemaliza. Hapana. Mtengenezee formula ya chakula nzuri. Haina gharama kubwa. Gharama yake ni ndogo sana, ambayo hata ukiwa na mtaji wako kwenye chakula tu, ukawa na mtaji wako wa 70,000, utaweza kuwafuga hawa kuku na wakawa wanakuingizia hela kila mwezi mpaka miezi 3 mfululizo. Kwa hiyo nika eneo kadogo tu ambako kana kuhitaji wewe ufanye, kana hitaji nguvu zako, kana hitaji bidii, kana hitaji juhudi na kujituma kwako wewe mwenyewe kwa kuwahudumia wale kuku. Naamini mfugaji yoyote ambaye yuko nyumbani ananisikiliza anaweza akachukua hatua na akafanya. Kama mtaji kadogo, hata hiyo 70,000 yenyewe nimetaja kubwa. Utaangalia wewe mwenyewe kipato chako, utatengeneza ile kanuni vizuri, utawaandalia hii mimea, utakuwa unawapa kila siku booster za asili, utaona matokeo yatakapokuwa mazuri. Kama wewe unahitaji hivi vitabu, tutafute. Sisi tunavyo vitabu na ni soft copy. Ukilipia tunakutumia WhatsApp. Tuna kitabu ambacho kina muongozo mzima wa kumfuga kuku wa kienyeji kuanzia kifaranga mpaka anakuwa mkubwa kwa njia nzuri za kisasa ambazo wala hazina gharama kubwa. Gharama yake ni ndogo sana kama utatumia kitabu. Lakini pia tuna kitabu cha Safari ya Ufugaji. Hiki unaweza kukitumia kwa kuku wa kienyeji, kwa chotara, kwa layers, kina muongozo mzima. Pia tuna vitabu viwili vya tiba za asili. Kama ulipata toleo la kwanza, tumeleta na toleo la pili. Vinafanya vizuri sana sana sana. Toleo la pili ni muendelezo wa toleo la kwanza. Kama ulipata toleo la kwanza, unaongeza na hiki cha toleo la pili ili uweze kuwa na maarifa mengi zaidi. Yaani kwenye kipengele cha magonjwa wewe hakitakusumbua kabisa. Lakini pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler. Kina muongozo mzima wa kumfuga broiler. Pia tuna kitabu cha booster, kina ratiba nimetoka kukieleza hapo nyuma. Kina booster na ratiba yake ya kuwapa kuku kila siku. Na sio tu kuku wa kienyeji, hata chotara, layers, broiler, unawapa hizi booster za asili vizuri kabisa kila siku na matokeo yanakuwa ni mazuri kabisa.
Kama utakuwa unahitaji, pia tuna kundi la WhatsApp, ada yake ni 8,000. Tunaelekeza jinsi ambavyo sisi tunatolesha vifaranga wetu, tunawalea au tunawatoa kwenye makampuni, tunawalea na kuwahudumia mpaka wanakuwa wakubwa. Pale tunakuonyesha yale ambayo tumeandika kwenye kitabu. Ukijiunga na hili kundi utakuwa unaona jinsi ambavyo tunafanya. Kama utakuwa unahitaji hizi huduma, chukua namba kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe, lakini hakikisha uko serious, unahitaji kufuga na unahitaji kupata huduma kutoka kwetu, uwe tayari kulipia hicho kiasi kidogo cha fedha ili uweze kupata elimu ambayo itakusaidia. Pia KingoFarm tunauza incubator nzuri na za kisasa. Tunasafirisha mikoa yoyote ile ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, nauli utalipia wewe mwenyewe mteja. Incubator zetu ni nzuri, ni za kisasa, ni hizi incubator za chuma, ni tofauti kabisa na incubator za mshina, hazitakusumbua. Tunakusimamia kuanzia unaweka mayai mpaka unapata vifaranga. Incubator zetu jamani ni imara, yani ni imara sana, ni nzuri. Kama umepanga kufanya biashara ya utotoleshaji, tunakukaribisha sana. Kama utakuwa unahitaji, basi utaweza kututafuta.